Kwa maneno yale ambayo umekuwa ukiasikia kwamba jua limekuwa likiwaka sana kule Marekani, haya ni maneno ya kinabii ambayo yanatimia, ambayo nabii Isaya na nabii Yohana waliwahi kuzungumzia kuhusu mambo haya, mambo ya jua kuwaka kwa ukubwa. Kwa hiyo joto linapoongezeka la jua, mimi sioni kitu cha ajabu, bali ninachofahamu na upata ni kwamba napata ufahamu wa kujua kwamba ile wakati na majira ambayo Bwana alisema ni yale majira ambayo yamefika. Na ili pigo la jua lilikuwa ni malaika wanne, ambaye malaika wanne alipoachia pigo lake ndiye ambapo lile makali ya jua yakaonekana kama vile. Kwa hiyo nikiona kwamba watu wameungua kupitia jua, kwamba watu wanakufa, hicho kinanifanya, yani kinanishtua mimi, yani kinanikumbusha mimi au kinanishtua mimi kuzidi kukaa karibu na Mungu, kujua kwamba sasa ule wakati ya Bwana aliyotuahidia, yale majira ambayo Bwana aliyotuagiza, ile wakati ambao Bwana tuliambiwa katika kitabu kitakatifu, mimi ndo najiweka vizuri na Mungu. Yani hapo ndo nasogea. Yani kama wewe ni msomaji wa maandiko matakatifu, ukiona kama watu hivyo wanaungua na jua, usianze kusema kwamba ni nini kinaendelea. Usifanye moyo wako kuwa mgumu kwamba na wewe ukaacha kutubu, ukasema ni vitu vya kawaida, ni tabia ya hali ya hewa au ni tabia ya nchi. Maana wanasayansi hawatakwambia kitu kingine tofauti na hiki. Watakwambia ni tabia ya hali ya nchi, ni tabia ya hali ya hewa, ni kutokana sijui na hewa ya ukaa. Watakwambia vitu kama hivyo kwa sababu wanasayansi hawajui mambo ya kinabii chochote. Hawaelewi mambo yoyote katika mambo ya unabii. Kwa hiyo wale wao wakizungumza labda kwamba joto imeongezeka, watu wanakufa, sisi tunatazama ambao watu tumesoma neno la Mungu, ambao tuko rohoni, tunaelewa nini kinaendelea. Tuanze na kitabu cha Isaya ile sura ya 30. Isaya 30 mstari ule wa 26 unasemaje? Anasema tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua. Anasema na nuru ya jua itaongezeka mara 7 kama nuru ya siku 7 katika siku ile Bwana atakapofungua mapigo ya watu wake na kuliponya pigo la jeraha ya watu wao. Kwa hiyo sasa hapa unaona katika Isaya, tumeanza na Isaya hapa, tutaenda na kule Ufunuo, tuone kule Ufunuo ndo ambapo inaonyesha kabisa kwamba watu watakufa. Sasa anasema ile nuru ya jua, yani unavyoona nuru ya jua vile inavyowaka, ni inatakiwa kuongezeka mara 7. Yani ni mara 7 inatakiwa iongezeke. Na pale jua lilipokuwa linapanda, linaanza kuongezeka. Mimi niliwahi kuambia watu wakati huko nyuma, nilikuwa na wafundisha watu na waambia kwamba unapoona hili jua linazidi hivi linaongezeka, unajua Mungu si kwamba naongeza jua kwa mara moja ile mara 7 alafu ndo linaunguza watu kwa mara moja. Hapana. Yani ni kwamba lile jua Mungu alikuwa analiongeza taratibu. Kwa hiyo ndo maana unaweza kuona lile jua linaenda linaongezeka makali taratibu. Kwa hiyo mpaka ile wakati linaanza kuunguza watu wanaona ni hali ya kawaida.